Tupo katika wiki ya maadhimisho ya siku ya mazingira duniani ambayo iliisha tarehe 5 mwezi Juni. Ni siku ya kimataifa. Sasa shughuli bado zinaendelea kutokana na msukumo mkubwa ambao wadau mbalimbali wanao katika uhifadhi wa mazingira. Leo taasisi mbalimbali zikiongozwa na taasisi ya UDEFO, CRS, UN na mashirika mengine yaliamua kufanya shughuli hii ya kielelezo, wanasema iconic activity ya ukusanyaji wa taka. Taka ni moja ya changamoto ambayo inaleta changamoto kubwa sana katika maeneo mbalimbali duniani. Taka zinazalishwa kwa wingi kutokana na kuendelea kuwa na wingi wa watu, lakini kuongezeka kwa sayansi na teknolojia na kubadilika kwa mfumo wa maisha ya kisasa. Watu wa mijini tunanunua vitu vingi sana, tunazalisha taka kwa wingi kuliko watu wa vijijini. Sasa taka hizi inabidi pia tuzihudumie ili zisiweze kuzagaa mtaani kama ambavyo tumeona hapa. Na tunasema kwa kiasi kikubwa zaidi ya 70% ya taka zinazozalishwa ni taka oza. Kwa hiyo zinaweka fursa ya kuweza kurejelezeka. Swala la uchafuzi wa plastiki ni swala changamoto ya kidunia ambayo sasa hivi limekuwa ni swala la changamoto ya kiafya, kimazingira pamoja na kiuchumi. Kama tunavyoona kwamba taka hizi za plastiki zinakaa muda mrefu sana kwenye mazingira, karibu miaka 500 kabla hazijaoza. Na tafiti ambazo zimefanyika mwaka 2018 zilionyesha kwamba kulikuwepo na uzalishaji wa tani za plastiki karibu 325,000. Na kati ya hizo taka karibu tani 29,000 zilikuwa zimeingia kwenye maeneo ya maji, kwenye maziwa ya mito, maziwa na bahari. Sasa plastiki hizi kwa kiwango kikubwa zinachangia sana uchafuzi wa mazingira. Kwanza kuharibu maeneo yale ambayo mazalia ya samaki, lakini vile vile zinachangia kabisa katika kuua wanyama wa baharini, kwa mfano kobe au kunaweza kasa, lakini inaua kwa mfano nyangumi. UDEFO katika kushirikiana na wadau mbalimbali kuandaa hii maadhimisho haya, sisi tumelenga hasa hususan kwenye masuala ya kuendeleza fursa hususan kwa vijana katika mnyororo mzima wa uchumi rejeshi, lakini pia wa urejeleshaji, lakini kutumia tena taka. Na hivyo tunatoa mafunzo mbalimbali, lakini tunatoa elimu na tunajijumuisha wadau mbalimbali. Lakini bila kumsahau huyu mwokota taka rejeshi ambaye ni waste picker, ambaye anafanya jitihada kubwa sana katika mnyororo mzima wa uchumi rejeshi au wa udhibiti taka. Sababu kubwa ni nini? Sababu kubwa ni kuelimisha jamii, kuendelea kuelimisha jamii. Siku ya leo tumefanya usafi wa fukwe na eneo wanaita Mapangoni hapa Police Osters Messi. Na kwa vyovyote vile hii sio kwamba ndio imeleta utatuzi moja kwa moja wa taka za mazingira. Niseme kwa namna hiyo kwamba ni symbolic, ni mfano tu, ni mfano, na zaidi ya yote ni kuelimisha jamii kuhusiana na umuhimu wa kuwa sehemu ya kuwa suluhisho ya taka za plastiki hapa Tanzania. Tanzania ni sehemu ya dunia nzima. Dunia nzima inasemekana kwamba karibu metric tons milioni 460 au zaidi ya milioni 450 tuseme zinazalishwa za taka za plastiki. Na Tanzania ni moja wapo kati ya hii dunia nzima.